Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Ijumaa katika oktava ya Pasaka, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 4 aya ya kwanza hadi aya ya 12. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane, sura ya 21 aya ya kwanza hadi aya ya 14. Karibu tusikilize Injili. Baada ya hayo, Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya Tiberia. Naye alijidhihirisha hivi: Simoni Petro na Tomaso aitwaye Pacha, Nathanaeli wa Kana ya Galilaya, na wana wa Zebedayo, na wengine wawili wa wanafunzi wake walikuwapo pamoja. Simoni Petro aliwaambia, naenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, sisi nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka, wakapanda chomboni. Ila usiku ule hawakupata kitu. Hata asubuhi kulipokucha, Yesu alisimama ufuoni, walakini wanafunzi hawakujua ya kuwa ni Yesu. Basi Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoweo? Wakamjibu, la. Akawaambia, litupeni jarife upande wa kuume wa chombo, nanyi mtapata. Basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ndiye Bwana. Naye Simoni Petro aliposikia ya kwamba ni Bwana, akajifunga vazi lake, maana alikuwa uchi, akajitupa baharini. Nao hao wanafunzi wengine wakaja katika mashua, maana hawakuwa mbali na nchi kavu, ila yapata dhiraa 200, huku wakilikokota lile jarife lenye samaki. Basi waliposhuka pwani, wakaona huko moto wa makaa, na juu yake pametiwa samaki na mkate. Yesu akawaambia, leteni hapa baadhi ya samaki aliyowavua sasa hivi. Basi Simoni Petro akapanda chomboni, akalivuta jarife pwani, limejaa samaki wakubwa 153. Na ijapokuwa ni wengi namna hiyo, jarife halikupasuka. Yesu akawaambia, njooni mfungue kinywa. Wala hakuna mtu katika wale wanafunzi aliyethubutu kumuuliza, nani wewe? Wakijua ya kuwa ni Bwana. Yesu akaenda akautwaa mkate, akawapa, na samaki vivyo hivyo. Hiyo ndiyo mara ya 3 ya Yesu kuonekana na wanafunzi wake baada ya kufufuka katika wafu. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Katika Injili tuliyoisikia, Yesu anawatokea mitume wake kando ya bahari ya Tiberia. Yesu baada ya kufufuka anajidhihirisha kwa mitume mara ya 3 baada ya kufufuka. Mara ya kwanza anapowatokea mitume, Tomaso hakuwepo, na hata walipomwambia habari ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo hakusadiki. Rejea Injili ya Yohane sura ya 20 aya ya 19. Na mara ya pili aliwatokea, Tomaso alikuwepo, aliyesadiki na kusema, Bwana wangu na Mungu wangu. Rejea Injili ya Yohane sura ya 20 aya ya 26. Mara ya 3 leo Yesu anawatokea wakiwa wanavua samaki, yaani wakiwa wameirudia kazi yao ya asili ya uvuvi.
Kabla Yesu hajawaita walikuwa ni wavuvi wa samaki. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 4 aya 18 hadi aya ya 22. Mitume walivua usiku kucha pasipo kupata chochote kitu. Yesu anawatokea na kuambia watupe jarife upande wa kuume wa chombo, nao watapata. Walakini wanafunzi hawakumtambua kuwa ni Bwana wao Yesu Kristo. Nao walipata samaki wa kila aina katika bahari ya Tiberia. Hii ni namna kwamba Yesu kabla hajapaa kwenda mbinguni atawapa mamlaka na uwezo wa kuvua watu na sio samaki tena. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 28 aya 18 hadi aya ya 20. Na watakutana na watu wenye tabia tofauti tofauti katika ulimwengu. Na ili waweze huo utume wanahitaji kusikiliza, kutii na kutenda kwa uaminifu. Kama Petro alivyosikia na kutenda kama alivyoambiwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Ingawa hawakumtambua mpaka Yohane alivyosema kuwa ni Bwana. Rejea aya ya 7. Ndugu mpendwa msikilizaji, tukiwa katika kipindi cha Pasaka, yaani ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, mwinjili Yohane anatupa mafundisho makuu matatu. Fundisho la kwanza, maisha ya kimwili na ya kiroho yanategemea uwepo wa Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha yetu ya kila siku. Katika Injili tumesikia wanafunzi walivua usiku kucha pasipo kupata chochote. Rejea aya ya 3. Katika maisha yetu tunaanza kazi zetu, miradi na hata kuanza maisha ya ndoa pasipo kuanza na kumkaribisha Yesu Kristo. Mwisho tunakuwa watu wa malalamiko na wasiofanikiwa na kupelekea kuwa na ukavu wa kiroho. Yesu Kristo hatuachi mara kadhaa, anakuja kwetu kwa neno lake na sakramenti zake takatifu. Tunashindwa kusikiliza, kutii na kutenda kwa uaminifu. Tumkabidhi Bwana kazi na mawazo yatadhibitika. Rejea kitabu cha Mithali sura ya 16 aya ya 3. Fundisho la pili, kuna wakati tunarudia maisha yetu ya kale, yaani maisha ya dhambi. Katika Injili tumesikia mitume walirudia kazi yao ya awali ya uvuvi baada ya kukatishwa tamaa na kuwaogopa Wayahudi. Rejea Injili ya Yohane sura ya 20 aya ya 19. Kuna wakati tunaacha maisha ya uzima wa milele kwa sababu ya kuogopa macho ya watu au kukatishwa tamaa. Tunakosa matumaini na kurudia tena maisha ya dhambi, yaani tunamrudisha tena Yesu mfufuka msalabani. Kwani kwa kubatizwa tunaacha utu wa kale na kuvaa utu mpya, yaani kuishi maisha mapya ya Yesu mfufuka. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 4 aya ya 22 hadi aya ya 24 na waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya 3 aya ya 5 hadi aya ya 10. Fundisho la tatu, Yesu anatufundisha kuwahudumia wenzetu kwa upendo. Bwana wetu Yesu Kristo aliwahudumia wanafunzi wake kwa upendo, akahakikisha wanapata chakula, samaki na mikate katika kukidhi hitaji la kimwili. Katika maisha yetu wapo wanaohitaji upendo, kutiwa matumaini na hata kuwafariji kama wagonjwa na wenye mahitaji maalum kama wazee. Kwa kufanya hivyo tunakutana na Yesu mfufuka. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 25 aya ya 40. Tuombe neema ya kumtambua Yesu Kristo katika maisha yetu ya kila siku kwa kuwa na moyo wa utii kwa neno lake
na nguvu ya kutenda kwa kadiri ya mapenzi yake. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Moses Faustin Mitanda wa shirika la wamisionari wa damu mtakatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Mwanakondoo imara apeperusha bendera nyeupe na safi yaashiria ushindi wa kimungu, nasi tunajivunia imani twasakafia